ni kwamba hili tamko la alqada, sababu masdar ni qada. Qada ni fi'l madhi, mudari' ni yaqdi, na masdar yake inakuwa qada. Kwa hivyo tunasema qada yaqdi qada'an, qada inakuwa ni masdar. Sasa hii qada katika Qur'ani maana yake ni nini? Wanazuoni wachambuzi wa tafsiri ya Qur'an wakatuelezea faida nzuri, wakasema hii qada katika Qur'ani tukufu inakuja kwa maani mukhtalifa, maani mbalimbali. Wakati mwingine wanasema aujuh mukhtalifa, hizi ni aujuh za tafsiri. Kwa hivyo ni muhimu ujue kila tamko la qada lililokuja katika baadhi ya ayat, ujue kuwa tafsiri yake inatofautiana na tafsiri ya tamko lingine la qada katika aya nyingine, wala usielewe kwamba qada inayokuja kwa maana hiyo hiyo moja katika Qur'ani yote. Maana ya kwanza ya qada katika Qur'ani wanasema jaa bi maana al-amr. Hii maana ya kwanza. Ukiona neno qada katika Qur'ani wakati mwingine inakuja kwa maana ya amr, inategemea nini sasa? Inategemea siyaq ya ile aya. Ile siyaq ya aya ndio itakwambia hii qada imekuja kwa maana gani, sio maana moja, maana mbalimbali. Kwa hivyo siyaq ndio inafanya tahdid ya hadha al-maana. Kwa hivyo maana ya kwanza bi maana al-amr, amri. Mfano wake wanasema qala Allah tabaraka wa taala wa qada rabbuka, suratul Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sasa ukiambiwa tafsiri maana ya qada katika aya hii, tafsiri yake inakuwa wa amara rabbuka. Kwa hivyo qada katika hii aya maana yake amara, Mola wako au Allah subhanahu wa ta'ala ametoa amri alla ta'budu illa iyyah, asiabudiwe au msiabudu isipokuwa Allah azza wa jalla tabaraka wa taala, peke yake ndio anayestahili kuabudiwa. Wabil walidaini ihsanan ila akhiri al-aya. Tamam ya ikhwan, hii ni maana ya kwanza ya qada bi maana al-amr. Maana ya pili ya qada kataja wanazuoni wanasema imekuja qada kadhalika fi al-Qur'an al-Karim bi maana al-ikhbar wal-i'lam. Al-ikhbar wal-i'lam, ikhbar ni kutoa habari na i'lam maana yake ni kutoa taarifa au kujulisha kitu, kujulisha mtu kuhusu jambo fulani. Na mara nyingi ikija qada kwa maana hii inakuwa ni mutaaddiyan bi ila. Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano anasema katika surati al-Isra, wa qadayna ila bani Israil. Ma maana qadayna ila bani Israil? Ay akhbarna bani Israil wa a'lamnahum, tuliwapa habari bani Israil na tuliwajulisha bani Israil fil kitabi, katika vitabu walivyokuwa navyo. La tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nyingine, wa qadayna ilayhi dhalika al-amr anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. ايش معنى قضينا اليه ذلك الامر؟ اي اخبرناه yani huyu ni Lut alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa malaika wake akapewa habari ya kwamba usijali, hawa jamaa amri yao yani adhabu yao na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na qadari yake itapita musbihin, wakati wa asubuhi. Alijulishwa maneno haya Lut alayhi salam, wa qadayna ilayhi. Kwa hivyo kadhalika taadda bi ila. Kwa hivyo ukiona qadha imefuatwa na ila, ila ni harfu jar, inakuwa ni fi'il mutaaddi. Kwa mara nyingi maana yake ni akhbarna, tulimjulisha au tulimpa habari. هذا المعنى الثاني من معاني كلمه قضاء او اوجه المعاني في كلمه قضاء. maana ya tatu ya tamko la qadha katika Qur'ani tukufu inakuja kwa maana ya fi'l, yani qadha maana yake fa'ala, qadha maana yake fa'ala. Mfano wake wanasema wanazuoni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ile aya tuliyosoma pale mwanzo katika faida ya kwanza, wale waliokuwa wachawi wa Firaun baada ya kuona miujiza ya Musa alayhi salam min ilqa'i al-'asa tahawalat al-'asa ila thu'ban, yule thu'ban wale wachawi wakajua huu si uchawi, sisi ni wachawi tena ni wajuzi wa uchawi, na haya anayoyafanya Musa haya si uchawi, hadhi muujiza, fala budda an yakuna hadha nabiyan. Ndio pale kharru sujada, wakasujudu. Firauni kuona yale akatoa tahadhari na akawatisha, akawapa onyo, akawaambia la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adhaban wa abqa.
wale jamaa kwa sababu imani ishaingia pale pale katika ile lahadha ile ile imani zilipojaa katika moyo hawakuogopa tena adhabu ya Firaun wala hawakumogopa tena Firauni na ukubwa wake na vitisho vyake pale pale akageuka kama paka mbele ya macho yao wakamwambia faqdi ma anta qad ma maana faqdi ma anta qad ulama at-tafsir wanasema maana yake if'al ma anta fa'il kwa hivyo qadha hapa maana yake ni fa'ala fanya unalotaka kulifanya ibn kathir anasema if'al ma shi'ta fanya unachotaka kukifanya hatuogopi limadha lianna al-iman qad waqara fi qulubihim kwa hivyo hii ni maana nyingine ya qadha inakuja bi maana fa'ala kadhalika qadha inakuja katika Qur'ani tukufu bi maana al-imata bi maana al-imata imata maana yake ni kuua na imekuja katika surati al-qasas Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anaelezea yale yaliyomtokea Musa alayhi salam kule pale katika ujana wake anasema wadakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulayn yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwi fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwi fawakazahu Musa faqada alayhi maana faqada alayhi faamata qada alayhi ay faamata akamua kwa hivyo qada kadhalika inakuja katika Qur'ani tukufu bi maana al-imata kuua hii imetumika hapa na imetumika pale pengine pia katika Qur'ani bi maana al-maut qada yani al-imata Allah subhanahu wa ta'ala kuelezea wale watakaokuwa motoni يوم القيامه wanapokuwa katika adhab hakuna jambo kubwa ambalo watatamani wale ashabun nar au ahlun nar katika jambo kubwa au bali jambo kubwa kabisa ambalo watalitamani يوم القيامه ماذا يتمنون ان يموتوا watatamani maut lakini hakuna maut kwa Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiruna an dhalika fi alquran wanadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk ma maana liyaqdi alaina rabbuk ay liyumitana atuletee mola wako maut qada bimaana almaut kwa hivyo hii ni maana nyingine ya qada kadhalika jaa fi alquran alkarim bihadha almaana kadhalika min maani qada fi alquran alkarim bimaana alirada alqada bimaana alirada irada mfano wake wa irada qada kwa maana ya irada katika Qur'ani tukufu Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi hadhihi alaya wa idha qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun Abu Hayyan al-Andalusi katika tafsiri yake al-Bahr al-Muhit anasema wa maana qada fi hadhihi al-aya maana ya qada katika aya hii maanahu arad ay idha arada insha'a amrin wa ikhtira'a Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kuleta kitu au kuzua kitu ambacho hakiko yani kukiumba kitu ndio maana ya qada kwa hivyo hii aya na aya zingine zote za Qur'ani utakapoona neno qada ikija na amr kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama hivi ujue maana yake arada kisha anasema maneno mengine mazuri Abu Hayyan anasema wa yashhadu li hadha al-ma'na qawluhu subhanahu na inayotoa ushahidi wa maana hii jambo linalotoa ushahidi au dalili inayotoa ushahidi wa maana hii ya kwamba qadha katika maana katika aya hii maana yake arada anasema ushahidi wake qaulul haqq subhanahu wa ta'ala inma qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun katika aya nyingine kadhalika fi surati yasin inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sasa unaona katika aya hizi mbili ambazo tumezisoma inma qawluna li shay'in fi surati an-nahl inma amruhu idha arada shay'an aya ya mwisho ya surati yasin hizi aya mbili zinatueleza wazi kwamba qadha kule maana yake arada ifuatilie kwa makini idha qadha hapa katika baqara في الايه ال17 بعد ال100 117 هي بقره واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون كل anasema idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kwa hivyo qadha ikaelezewa katika aya nyingine kwamba maana yake ni arada na hii iko katika lugha ya Kiarabu inakuja qadha bi maana arada haya nipeni hizo ni maana ngapi za qadha ikhwan fi Qur'an
maana 5 kwa hivyo zimekuja hizi 5 maani fi alquran alkarim min maani qada fi alquran alkarim tuongeze maana nyingine ya 6 ambayo itakuwa ni maana ya mwisho bimaana alintiha wal faragh bimaana alintiha wal faragh alintiha wal faragh maana yake ni kumaliza ukishafanya kitu ukimaliza unasema qadaitu na hii imetumika katika Qur'ani tukufu mfano wake Allah subhanahu wa ta'ala anasema fi surati al-Baqara faqadahunna 7 samawat ما معنى قضاهن 7 سماوات اي فرغ من خلقهن 7 سماوات كما قال ابن جرير وابن كثير وغيرهما ومعنى يقضاهن معنى yake فرغ من خلقهن na hii ndio tafsiri iliyo arrajih iliyo na nguvu katika aya hii ingawa baadhi ya ulama wanasema qadahunna huna bimaana khalaq lakini kidogo iko mbali haisaidiwi sana kilugha inayosaidiwa kilugha ni kwamba qadha inakuja kwa maana nyingine katika lugha ya Kiarabu bimaana al-faragh wal-intiha ukimaliza kitu au jambo unasema kwamba qadait nimemaliza kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema faqadahunna 7 samawatin Allah subhanahu wa ta'ala faragha min khalqihinna 7 samawat aya nyingine zinazotilia nguvu maana hii kwamba qadha maana yake ni faragha yakulu fi surati al-Baqara Allah subhanahu wa ta'ala akielezea zile ibada ya nusuk al-hajj watu wanapomaliza ibada zao za manasik al-hajj wakiwa wanamaliza wanarudi madha qala tabaraka wa ta'ala fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan ay idha faraghtum hizi aya zote maana yake ni idha faraghtum au idha intahaytum min as-salah kwa hivyo hii ni maana nyingine ya 6 min maani qada fi al-Qur'an al-Karim imekuja kwa maana al-intiha au bimaana al-faragh min ash-shay min al-ibada au min ayi amr au min ayi shay hizi ni maana 6 ya ikhwan hii ni faida muhimu na nzuri ya ikhwan inakuja katika masala katika ulum al-Qur'an au ulum at-tafsir kuna mlango ambao unaitwa al-ashbah wan-nadha'ir al-ashbah wan-nadha'ir maana yake ni kwamba kuna tamko linakuja halafu katika Qur'ani tamko lile linatumika kwa aujuh mukhtalifa na hii ni bayan nyingine ya Qur'an balagha nyingine ya Qur'ani kubwa ili siku nyingine ukisoma ya ile aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema fa'tu bi suratin min mithlihi fa'tu bi 10 suwarin min mithlihi muftarayat utaelewa maana ya maneno haya ni nini na kwa nini Quraysh wakashindwa na wao ni mabingwa wa lugha ya Kiarabu ni kwa kuwa Qur'ani pia kadhalika katika balagha yake kuna jambo ambalo linaitwa ashbah na nadhair tamko moja linatumika kwa maana mbalimbali katika aya tofauti tofauti na hii ni balagha kubwa ya Qur'an ayuha al-ikhwa al-kiram nurun ala nur